Karibu tena mtazamaji wangu, Bwana akubariki kama ilivyo kawaida katika runinga yako ambayo unaipenda ya One Voice TV. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema katika sehemu hii ya pili, na naamini ya kwamba Bwana anaenda kukubariki, Bwana anaenda kukuinua na Bwana anaenda kusimama na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ni Askofu Muyale katika huduma ya Shiloh United Church of Christ Apostolic Worldwide, na ninakupenda na kuombea Mungu tangia uanze kufuatilia program zetu. Nataka nikushukuru kwa sababu umekuwa wa baraka. Wacha Mungu akuinue na Mungu akutendee yaliyo makubwa kwa jina la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba mahali popote ulipo, Mungu wetu ni mwaminifu na ni Mungu ambaye anatenda yaliyo makuu katika jina la Yesu. Kumbuka mpendwa, unapomtumikia Mungu, unapojitolea, ni kwa sababu ya kazi ya Mungu, naye Mungu usimama akafanya kazi yake katika jina la Yesu. Ninajua Mungu anaenda kukuinua kutoka hatua ya kwanza hadi hatua ya pili. Anapokutoa hatua ya pili atakupeleka kwa ya tatu, kutoka hatua ya tatu hadi ya 4 na kusonga hivyo mbele. Hivyo ndivyo Mungu huwa anainua watu wake kwa jina la Yesu. Kumbuka ningali na uchumba ambaye inasema usilie tena. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wamekuwa na malalamiko, wamelia, "Oh Mungu umeniwacha, oh Mungu umenisahau. Kwa nini iwe hivi? Kwa nini ifanyike hivi? Mungu nimekukosea nini?" Watu wengi wamekuwa na maswali zaidi kuliko maombi ambayo wangeomba, na Mungu akaja akafanya kazi katika jina la Yesu. Naamini ya kwamba pale nyumbani Mungu anaenda kukukuza na atakukuinua kwa jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweze kuangalia hapa sehemu ambayo tunaenda kuiangalia, ni sehemu ambayo inasema kwamba usiogope, nimekuja kukusaidia. Huyu ni Bwana aliongea na mtumishi wake Isaya. Bwana akamwambia Isaya, usiogope, mimi nimekuja kukushika mkono. Nimekuja ili kuhakikisha kwamba unasonga mbele na unapika hatua. Ni chinzi unavyonitazama mpendwa, wakati mwingine utaweza kuangalia uko peke yako, ukasahau ya kwamba kuna Mungu ambaye ako tayari kukusaidia. Wakati mwingine utaweza kuona ya kwamba wewe uko tu peke yako, hakuna msaada, lakini nataka nikwambie nini? Kuna msaada ambao unatoka kwa Mungu, na huyo Mungu anafanya kazi kwa jina la Yesu, na yuko tayari akutendea yaliyo makubwa kwa jina la Yesu. Wacha tuangalie kitabu cha Isaya 41 mstari wake ni wa 10, tuone neno la Mungu linasema nini. Biblia inasema hivi: "Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nikikuamrisha na kukusaidia, nitakusaidia kwa mkono wangu wa ushindi." Mtu wa Mungu sema amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Bwana anamwambia Isaya ya kwamba usiogope kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Na chinzi Bwana anavyomsungumuzia Isaya, nataka ujue ya kwamba pia anaongea na wewe mtazamaji wangu. Bwana anaongea na wewe ndugu yangu, Bwana anaongea na wewe tata yangu, Bwana anaongea na wewe mama yangu, na ako tayari anasema kwamba usiogope kwa sababu kuna vitu anaenda kuvifanya maishani mwako. Unaponitazama katika runinga yako, ni shida ipi ambayo unapitia ama ni changamoto sipi ambayo unapitia, nataka nikwambie kwamba kuna msaada ambao unapitia katika jina la Yesu Kristo, na yeye ako tayari. Bwana alipokuwa akimwambia Isaya, wakati mwingine kuna mambo ambayo alikuwa ametokelezea, watu wakavunjika moyo, lakini Bwana akamwambia, ninapokuambia ndakusaidia, wewe usiogope wala usiofu, bali endelea mbele, nikisema ndakusaidia. Mimi niko tayari kukusaidia. Kwa hivyo napozungumza na wewe mpendwa, mimi si unanitazama ukiwa wapi, lakini nataka nikuambie leo hii ya kwamba Mungu yuko, Mungu wa wanyonge yuko, Mungu wa wajane yuko, na ako tayari kukupikania na hata akaweza kukusaidia katika jina la Yesu. Mpendwa na nitazama, changamoto ni nyingi katika maisha. Aidha kila kitu kenye unakifanya kimeshindikana, kila kenye unajaribu kimeshindikana. Nataka nikwambie atakaye kushika mkono, yeye ni Mungu peke yake. Atakaye kushika mkono na kukusaidia, ukweli ni Mungu peke yake. Na anaposimama katika maisha yako, nataka nikuhakikishia kwamba atapaki kuitwa Mungu na ataweza kuwa msaada wa karibu ambaye yuko tayari kutenda muujiza. Tata yangu, mama yangu, na kutia moyo kwa jina la Yesu kwamba Mungu wetu ambaye anatenda yaliyo makubwa anasimama na wewe katika jina la Yesu. Kumbuka programu hii inaitwa kwamba
tumaini lako lipo. Ili ujue ya kwamba tumaini lako lipo, nataka uchukue pia tumaini katika imani na ukaanza kutembea kwenye imani, ukajua ya kwamba kuna ushindi na Mungu ataweza kukukomboa, akakutoa kwa hilo shimo na akaweza kukusimamisha tena na ukawe mshindi katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu sema amen. Isaya, kuna wakati mambo hayakwenda vizuri. Kuna wakati mambo yalikataa. Kuna wakati kila kitu kilikataa. Lakini angalia, anatuambia nini? Ya kwamba usivunjike moyo. 11 inatuambia nini? Ya kwamba naam, wote walio kuakia hasira wataaibishwa na kupata fedhaa. Wote wanaopikana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Wale watu wanakupika, wale watu wanakuongea vibaya, wale watu wananena mambo yasiyokufaa. Neno la Mungu limesema kwamba wataonekana si kitu. Kuna mahali nimesoma kwenye Biblia inasema kwamba iwapo mtu atajifanya kwamba yeye ni kitu na kumbe yeye sio kitu, ataweza kufaa mbele za Mungu. Kwa hivyo kama watainuka mbele zako, nataka nikutie moyo kwamba Mungu ambaye anaishi, yeye pato ataitwa Mungu mtazamaji wangu. Na Mungu atakupikania mtazamaji wangu. Atakuinua na atakutendea yaliyo makubwa mtazamaji wangu. Na kuombea Mungu akusaidie ile mitaro ambayo shetani ameweka mbele yako ukaweze kufuka katika jina la Yesu. Na naamini ya kwamba kuna kitu Mungu anaenda kukifanya, anaenda kukiinua na anaenda kutenda yaliyo makubwa, na ninajua ya kwamba utafaulu katika jina la Yesu Kristo. Utasonga mbele katika jina la Yesu na Mungu atakuinua. Mungu atatenda mambo yaliyo ajabu, maana neema yake inatosha. Nisikie mtu wa Mungu, ni wakati wako. Kuna wakati nimesema kwamba huu mwaka 2025 ninakuona mbali katika imani, ninakuona mbali iwapo utautumikia vizuri huu mwaka katika imani na katika kujitolea na katika kujituma na katika kusonga kwa imani. Mungu atakupeleka mahali ambapo watu watapaki vinywa wazi na kuombea Mungu akutoe katika vicheko, akuweke mahali panapofaa. Maana umengangana kweli, umeumia kweli, lakini imefika wakati wako ya kwamba Mungu akusongeze mahali katika jina la Yesu. Chinzi neno la Mungu limesema kwamba atakushika mkono, nami nakuombea Mungu akushike mkono katika jina la Yesu, akusongeze mbele na hakika ukaweze kuona wema wa Mungu ukiwa unafanya kazi mpendwa, na hakika itakuwa ni baraka na itakuwa ni baraka na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka mpendwa, mwanzo wako unapoanza ukingangana, hautaishi ukingangana mpendwa. Wakati unalia, nataka niseme hivi, hautaishi ukiendelea kulia. Wakati unaomboleza, nataka ujue kwamba hautaishi ukiomboleza. Kila jambo liko na majira yake. Chinzi maandiko yamesema kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kucheza na kuna wakati wa kuchukia. Kuna wakati wa kushona na kuna wakati wa kurarua. Na kuna wakati wa amani na pia kuna wakati wa vita. Haya majira huwa yanakuja na wakati wake. Sasa majira yako kama inasema huko katika usito, basi kuna majira yanakuja ambayo sasa ni mepezi katika maisha yako. Na hisi niombe na wewe. Bwana akutendea yaliyo makuu, na naamini ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Baba, katika jina la Yesu, naomba na mtazamaji wangu ukamkuze Jehova, ukamuinue. Kama kuna mgonjwa Baba, naomba ukamponye, muinue na ukamtendea yaliyo makuu, maana neema yako inatosha. Ishara ni zako na nguvu ni zako. Asante kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, na ni katika jina la Kristo Yesu ninaomba na nitakuamini. Amen. Mungu akubariki mtazamaji wangu. Kumbuka ni Askofu Muyale. Utuma kama ilivyo kawaida ni Shiloh United Church of Christ, na Bwana wacha endelea kukubariki. Tunapatikana katika taifa la Kenya kona sote, na tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Lakini kupitia katika channel yetu hii na runinga yetu hii ya One Voice TV, tunaanzia mahali ambapo inaitwa Lokichar Turkana, tukiteremuka Kapenguria, Trans Nzoia, Busia na maeneo mengine yote mpaka Nairobi tunapatikana. Bwana akubariki kwa sababu ukitaka kutupikia simu, angalia kwenye runinga yako. Nambari zetu siko mali pale, utaweza kuwasiliana nasi na hakika ikawa ni baraka. Shalom shalom. Naomba Bwana akubariki.